Leo ni tarehe 23 ambapo kwa wale ambao walikuwepo Jumapili iliyopita tulimaliza somo la utoaji wa sadaka. Tulijifunza faida za kumtolea Mungu sadaka. Na siku ya leo nilitangaza kwamba tutaanza mfululizo wa masomo yanayomhusu Roho Mtakatifu. Na ujumbe huu pia utakuwa umegawanyika katika sehemu kuu mbili, mfano tu wa lile somo tulilojifunza wiki zilizopita. Kwa ujumbe wa leo na Jumapili inayokuja, ujumbe wa leo na Jumapili inayokuja una kichwa kinachosema Roho Mtakatifu jaa ndani yangu. Roho Mtakatifu jaa ndani yangu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Kwa leo tunaanza ujumbe huu ambao unamhusu Roho Mtakatifu. Ujumbe unasema Roho Mtakatifu jaa ndani yangu. Kichwa cha somo kinaenda kama vile ni ombi au hitaji. Roho Mtakatifu jaa ndani yangu. Kwa hiyo tutakuwa tuna vipengele vitano ambavyo tutatembea navyo kwa wiki hizi mbili. Siku ya leo tutajifunza vipengele vikuu vitatu, lakini vipengele viwili vinavyosalia tutamalizia wiki inayokuja. Tutaenda leo kuangalia Roho Mtakatifu ni nani, na sifa za Roho Mtakatifu na tabia za Roho Mtakatifu. Leo tutaangalia vitu hivi vitatu: Roho Mtakatifu ni nani, tabia, sifa za Roho Mtakatifu ni zipi, na tabia za Roho Mtakatifu ni zipi. Tarudia tena. Tutaangalia vitu vikuu vitatu: Roho Mtakatifu ni nani, sifa za Roho Mtakatifu ni zipi, na tabia za Roho Mtakatifu ni zipi. Nitarudia tena. Tutaangalia vitu vikuu vitatu: Roho Mtakatifu ni nani, hicho ni cha kwanza. Sifa za Roho Mtakatifu ni zipi, na tabia za Roho Mtakatifu. Wiki inayokuja kwa mapenzi ya Mungu na kwa neema ya Mungu tutamalizia vipengele viwili ambavyo ni kazi za Roho Mtakatifu na jinsi au kanuni ya kumpokea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Kwa siku ya leo, kaa katika mkao wa kupokea. Kama ulikuwa una jambo fulani unalitafakari kwamba ukitoka hapo kalifanye, anza kulisahau sasa hivi. Kwa sababu kitu cha kwanza ambacho kinawatoleaga watu umakini au concentration wakati wa kujifunza neno la Mungu ni kufikiria mambo watakayoenda kukutana nayo na kutafakari pia mambo walioyaacha nyuma. Kwa hiyo akili ya huyu mtu iko nyuma au iko mbele. Kwa hiyo haipo hapa katikati. Huyu mtu anakuwa aishi sasa hivi, bali anaishi mbele au anaishi nyuma. Kwa ili uweze kubarikiwa siku zote na kupokea kile ambacho Mungu amekusudia ukipokee siku zote, hakikisha unaweka akili yako mahali hapo. Kwa mawazo fulani yakija au kumbukumbu fulani ikija ndani yako, labda genge litawahi kufungwa, hebu funga kabisa hayo mawazo. Labda sasa hivi nitachelewa kule, kataa hiyo hali, ni sauti ya ibilisi. Tutakuja kujifunza hapa jinsi ya kuzitambua sauti za ibilisi. Sauti ya ibilisi haiji kama sauti, zingine inakuja kama mawazo. Wazo fulani la kujia, mtu fulani ananisubiria, mtu fulani ananingoja. Dakika zinakimbia, masaa yanakimbia, mwisho wa siku unakosa kupokea kile ambacho Roho Mtakatifu akikusudia. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, anza kushughulika na ufahamu wako na akili zako. Amen. Amen. Kwa kuwa leo tunaenda kujifunza kuhusiana na Roho Mtakatifu kujaa ndani yetu, ni muhimu kujua kwanza Roho Mtakatifu ni nani. Ni muhimu kumjua kwanza Roho Mtakatifu ni nani. Roho Mtakatifu ni roho ya Mungu ambayo ina sifa kuu takatifu tutakapokuja kuangalia hapo baadaye. Roho Mtakatifu ni roho wa Mungu ambaye ana sifa kuu inayoitwa utakatifu. Amen. Kwa nini tunasema Roho Mtakatifu ni roho wa Mungu? Kwa sababu Mungu ni roho. Ukisoma kile kitabu cha Yohana sura 4 na mstari wa 24, naomba nisome pale. Yohana sura ya 4 na ule mstari wa 24. Biblia inasema hivi: Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli.
Mungu ni roho, na hao wanaomwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli, kwa sababu yeye ni roho. Kwa hiyo roho wa Mungu ndiye Roho Mtakatifu. Na tukisoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili, anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na Roho wa Mungu akatua juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu akatua juu ya uso wa vilindi vya maji, akaanza kusema na iwe nuru, ikawa nuru. Ni Roho wa Mungu alisema. Akasema liwepo anga, ikawepo anga, likatenga maji ya chini na maji ya juu. Akasema maji ya chini yakusanyike pamoja, akakusanyika pamoja, kukaa na bahari. Akaendelea hivyo hivyo kwa kutamka, lakini alikuwa ni Roho wa Mungu. Kasome kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa huyu Roho wa Mungu ambaye tunamsoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa pili, wa kwanza na wa pili, ndio huyo leo hii tunaenda kujifunza, ambaye ana sifa nyingine au jina lingine linalojulikana kama Roho Mtakatifu. Na huyu Roho Mtakatifu ana tabia fulani ambazo zinaweza zikaingia ndani ya mtu na kumbadilisha yule mtu kulingana na hizo tabia. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ni Roho Mtakatifu. Lakini naomba niendelee kuweka msingi vizuri ili tuweze kuelewa. Tufungue kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, na ule mstari wa 26 hadi mstari wa 27. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 hadi 27. Biblia inasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Tuishie tu hapo. Nataka tujue roho ya Mungu ni roho ya namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho ya Mungu imefanana na roho ya mwanadamu, isipokuwa inajitofautisha katika sifa, tabia na uwezo. Kwa sababu hapa Biblia inasema hivi kwamba Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake na kwa sura yake yeye. Kwa hiyo roho ya Mungu inafanana na roho ya mwanadamu, kwa sababu mwanadamu ameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukitaka kujua roho ya Mungu ni kitu gani, jitafakari wewe mwenyewe. Wewe unayo roho, kila mtu aliyo hai hapa anayo roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama huijui hiyo roho, lakini unayo roho ndani yako. Na hiyo roho ni wewe. Hivi asifiwe sana. Mimi ni roho, lakini roho ni mimi. Ndio maana hapa kwenye Yohana anasema Mungu ni roho. Kwa roho ni Mungu. Kwa Roho Mtakatifu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa usichanganyikiwe mahali ambapo unasikia kwamba mtu anakuambia Roho Mtakatifu ni Mungu. Unajiulizaje anakuaje ni Mungu? Tafakari tu roho yako wewe. Wewe ni roho na roho ni ya kwako wewe. Lakini hiyo roho ya kwako wewe bado ni wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi kutofautishwa wewe na roho yako. Hauwezi kusema mimi ni kitu kingine na roho yangu ni kitu kingine. Hapana. Wewe ndio roho yako. Kwa kama mwanadamu alivyo ndivyo Mungu alivyo. Kama Mungu alivyo ndivyo mwanadamu alivyo. Kwa hiyo Mungu naye ana roho moja ambayo imegawanyika katika utendaji kazi 7. Kwenye kitabu cha Ufunuo imeandikwa. Ana nafsi moja na pia ana mwili huu mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao mwili ndio tunaosoma katika Timotheo kwanza sura ya 3 mstari wa 16. Kwamba Mungu alidhihirishwa katika mwili, akaonekana na malaika, akahubiriwa ulimwenguni, akaaminiwa, akachukuliwa juu. Na ndio huo unatajwa katika Yohana sura ya kwanza na kuendelea pale. Anasema hivi, hapo mwanzo kulikuwa hapo na neno. Na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa ni Mungu. Huyu neno alifanyika mwili, akaja akakaa kwetu, tukauona utukufu wake. Roho ile iliyoko ndani ya mtu ndio yeye. Na nataka nikwambie, huwezi kumtofautisha mtu na maneno yake. Huwezi kusema ni maneno yangu alafu sio mimi. Mimi ndo maneno yangu. Ninachokisema ni mimi. Kwa Mungu naye anasema mimi
hapo mwanzo kuwa na neno lake ndio yeye, ndio roho yake ilifanyika mwili ikakaa katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukimwelewa Mungu kwa namna hiyo, utagundua kwamba Mungu anayo roho, na ile roho inafanya kazi kwa namna nyingine, lakini ina uwezo mkubwa. Kwa Biblia au somo la leo kwanza linatufundisha kwanza Roho Mtakatifu kaa ndani yangu. Hebu sema Roho Mtakatifu kaa ndani yangu. Roho Mtakatifu kaa ndani yangu. Amen. Sasa kwa msingi huo tutakuwa tushajua kwamba roho wa Mungu ikoje. Naomba tukaangalie sifa ya Roho Mtakatifu. Sifa za Roho Mtakatifu. Sifa ya kwanza ya Roho Mtakatifu, roho wa Mungu tuseme. Sifa ya roho wa Mungu. Sifa ya kwanza ya roho wa Mungu ni utakatifu. Hiyo ndio sifa ya kwanza ya roho wa Mungu. Ni utakatifu. Ndio maana anaitwa Roho Mtakatifu. Hiyo ni sifa ya kwanza ya Roho Mtakatifu au roho wa Mungu, ni utakatifu. Kwa nini tunasema sifa ya kwanza ya roho wa Mungu ni utakatifu? Na kwa nini anaitwa Roho Mtakatifu? Ni kwa sababu ya jina lake lilivyo. Sasa hivi ukisikia mtu anaambiwa huyu mtu ana roho ya wizi, huyu mtu ana roho ya wizi, sifa ya hiyo roho ya wizi ni wizi anaoufanya. Bwana Yesu na usifiwe sana. Ukisikia mtu anakuambia ana roho ya ulevi imemwingia, sifa ya kwanza ya roho ya ulevi ni ulevi yule mtu anaofanya, au ulevi ambao unasukumwa ndani ya ule mtu, ndio sifa ya hiyo roho. Kwa hiyo Mungu ijapokuwa anayo roho inayo nguvu, yenye uweza, yenye mamlaka, ambayo ilikuwa ina uwezo wa kutamka jambo na likatokea, kwa sababu kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza unasema, tunaona kwamba Mungu, roho ya Mungu ilipotoa juu ya vilindi vya uso wa maji akasema ikawa. Ilikuwa na uwezo wa kusema na kuwa, ina uwezo wa kuumba ile roho, ina uwezo wa kufanya makubwa, lakini haijajitukuza katika sifa hizo, imejitukuza katika sifa moja tu inayoitwa utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hivi ukipewa nafasi ya kujiita jina, hakika utachagua jina unalolipenda, si ndio? Ile ulopewa ulionalo umepewa na wazazi wako. Ndio maana utaona wasanii wengi au watu maarufu, utaona ijapokuwa na majina yao, lakini wana majina mengine wanaita AKA. Yaani ni jina lake lingine ambalo amelichagua yeye, ambalo linamfaa yeye. Utaona mtu anaitwa labda fulani, labda Emmanuel, utaenda kuona ana AKA nyingine anajiita Mwamba. Utamwona anajiita mtu fulani mashuhuri Brain, kuna mtu anajiita Brain. Kwa anajiita kulingana na sifa anayoipenda yeye, ambao angependa jamii nzima imjue kwa kupitia hiyo sifa, sio ile jina lake. Na utaona ile jina analojipa mara nyingi linakuwa na nguvu na linakuwa maarufu sana. Ndivyo ilivyo. Bwana Yesu na asifiwe sana. Kwa hiyo roho wa Mungu na yeye alichukua sifa ya kitu kinachoitwa utakatifu, ndio maana akaitwa Roho Mtakatifu, kwa sababu ndiyo sifa kuu ya Mungu, kubwa kuliko zote, utakatifu. Na kama sifa ile ilivyo, ni hivyo hivyo hiyo roho ikikaa karibu na mtu au ikiingia ndani ya mtu inamfanya kwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kitabu cha Isaya alionyeshwa maono. Akaonyeshwa maono mbinguni, akaona maserafi wamezunguka kile kiti cha enzi, malaika. Kasoma kitabu cha Isaya. Alipoona lile ono mbinguni, akaona malaika watakatifu wamezunguka kile kiti cha enzi cha Mungu. Alafu akamwona Mungu ameketi katika kile kiti cha enzi. Alafu akasikia wale malaika wakiitana wao kwa wao. Sio wanamuita Mungu. Wakiitana wao kwa wao wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Sio muumbaji. Walikuwa wasemi muumbaji, muumbaji, muumbaji. Au mponyaji, mponyaji, mponyaji. Au mwenye huruma, mwenye huruma, mwenye huruma. Au mwenye nguvu, mwenye nguvu, mwenye nguvu.
Hapana. Wale malaika walikuwa wanaitana wao kwa wao, wanasema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi. Wale malaika walikuwa na sifa zifuatazo. Maserafi wale na walikuwa na mbawa 6. Mawili hayo yanafunika kichwa, mawili yanafunika miguu, alafu mawili walikuwa wanatumia kuruka. Kwa walikuwa wanaruka na kizunguka kile kiti cha enzi. Wamefunika vichwa, wamefunika na miguu. Alafu wanaitana mtakatifu, mtakatifu. Wanaambiana wao kwa wao, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni yeye yule, ni yeye yule, ni yeye yule. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa malaika wenyewe ni watakatifu kwa sababu wako mbinguni. Hawana dhambi, hawana kosa. Ni wasafi. Lakini bado mbele ya Mungu akitie kiti cha enzi wanajiona ni wachafu kiasi cha kwamba wanafunika nyuso zao, wanafunika na miguu yao. Alafu wanaitana mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Kwa mbinguni malaika wanamjua Mungu kwa sifa hiyo kuu ambayo ni utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanajua ndio ni muumbaji. Wanajua ndio ndo mwenye mamlaka. Wanajua ndio anatawala duniani na kila mahali. Lakini hizo zote hazijalishi. Wanamjua katika ukamilifu na utakatifu. Na wanajua kigezo cha kukaa karibu na yeye ni utakatifu. Kwa hiyo ijapokuwa na dhambi wanafunika vichwa vyao, wanafunika na miguu yao. Alafu mabawa mawili tumia kuruka. Ushe kujiuliza hilo swali. Wanapokaa karibu na Mungu wa mbingu na nchi, pale wanaona wenyewe ni wakosaji. Wanaona wenyewe ni wakosaji. Hawastahili hata wanaangalia nao kwa ona itana, nasema mtakatifu, mtakatifu. Kila saa wanaimba hivyo. Usiku na mchana, mtakatifu, 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 mtakatifu. Na kwa kuwa huwezi kumtofautisha Mungu na roho yake, kwa roho yake ndio yeye Mungu, kwa roho wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio sifa kubwa na ya kwanza, usisahau maisha yako yote kwamba ni Roho Mtakatifu. Sasa shetani anachokifanya katika hizi siku za mwisho ni kuweka jina la mazoea. Yaani tunasikia Roho Mtakatifu, si anaitwa tu Roho Mtakatifu, lakini hatujui kwa undani kwa sababu katufumba macho, tusitafakari lile jina Roho Mtakatifu maana yake ni nini. Tusitafakari kwa kina lile jina Roho Mtakatifu maana yake ni nini. Kwa hiyo linakuja tu kama jina la Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, basi inakuwa inaisha. Ndio maana kwenye kitabu cha Mathayo sura 12 Biblia inasema hivi, atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu atakuwa ana dhambi isiyosameheka. Kuna siri kubwa sana mahali hapo. Kwa sababu unapozungumzia Roho Mtakatifu unazungumzia roho ya Mungu katika kiti chake cha enzi katika ukamilifu wote utakatifu. Kwa hiyo ukikufuru pale umekufuru kwenye pointi ambayo hata malaika hawasogelei watakatifu. Kwa leo hii nataka tumjue kwanza Mungu katika sifa hiyo kabla kwenda katika hatua nyingine. Amen. Hiyo ni sifa ya kwanza ya Roho Mtakatifu katika uhalisia wake. Amen. Sasa naomba tuangalie tabia za Roho Mtakatifu. Hiyo yake ziko nyingine lakini ndio sifa kuu. Naomba tukaangalie sasa tabia ya Roho Mtakatifu. Tabia ya hii roho ya Mungu iliyo takatifu ina tabia gani? Unajua tabia mwanadamu siku zote ndio tabia ya roho yake. Mwanadamu kuna vitu anavipenda, ana tabia fulani. Ana tabia kuongea, si ndio? Ana tabia kufanya kazi. Ana tabia ya kukaa karibu na wenzake na kadhalika. Hizo ni tabia za mwanadamu. Na ndio tabia ya roho mwanadamu. Na roho wa Mungu au Roho Mtakatifu anazo tabia zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukizijua hizi tabia zitatusaidia sana tutakapoenda kwenye kazi za Roho Mtakatifu wiki inayokuja. Ili tunapoenda sasa kuomba Roho Mtakatifu akae ndani yetu tujue ni kitu gani tunakiomba. Itusaidie kutembea na yule ambaye tutampokea. Kwa sababu usiposikia kuhusu Roho Mtakatifu aje juu yako. Unajua hilo? Usipomuelewa vizuri Roho Mtakatifu hawezi kukaa nawe kwa sababu akiingia na wewe, akikaa na wewe, utamjua na utafanya makosa ambayo yatamhuzunisha kama ilivyoandikwa katika Efeso 4:30 au utamzimisha kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura 5. Ili kusudi sasa usimzimishe, usimhuzunishe,
Ni lazima kwanza umjue yeye alivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu usiposikia kuhusu Roho Mtakatifu hauwezi kumpokea. Matendo ya Mitume sura ya 19. Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa kwanza na kusomea hadi ule mstari wa 3 au wa 4. Wa 4 ndio. Wa 3 tuishie tu hapo. Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa kwanza anasema hivi: Ikawa Paulo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akauliza, Je, sikia hilo swali. Mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Kwa hawa watu walishaamini kwamba Yesu ndo njia, Yesu ndo jibu. Wakawa wanaenda pengine katika makusanyiko, wakawa pengine wamekaa katika ile imani kwa muda mrefu, pengine hata mwaka au miaka miwili, lakini walikuwa hawajapokea Roho Mtakatifu. Paulo akauliza, je, mlishapokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakasema, la, hata kusikia ya kwamba kuna Roho Mtakatifu hatujasikia. Kwa Roho Mtakatifu alikuwepo, lakini hakuingia ndani yao kutokana na kwamba hawakusikia. Lakini sio tu kusikia, kwa sababu kusikia Roho Mtakatifu huenda walishasikia, kwa sababu kwenye kitabu cha Zaburi alishatajwa Roho Mtakatifu. Alishatajwa Roho Mtakatifu kwenye kitabu cha Zaburi na kwenye Agano la Kale. Nao walikuwa na vitabu vya Agano la Kale. Kwa walikuwa wanamsikia Roho Mtakatifu, lakini je, walikuwa wanamsikiaje? Ndio swali. Sababu Biblia inasema angalieni jinsi msikiavyo. Kwa hiyo walikuwa nasikia tu Roho Mtakatifu, lakini tuseme hawakufundishwa kuhusiana na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ikafanya Roho Mtakatifu asiingie ndani yao, si kwa sababu Roho hataki kuingia ndani yao, lakini kwa faida yao. Bwana na asifiwe sana. Huwezi kwenda kumpa mtoto wako, hata kama una uwezo kiasi gani, na kwenda kumpa pikipiki au gari, na wakati hata kusikia habari za mambo ya juu, kusoma juu, hajaenda shule akajua sheria za barabarani, utaenda kumpa, utamwangamiza. Kwa Roho Mtakatifu na yeye hawezi kutembea au kukaa na watu ambao hawana maarifa sahihi kumhusu yeye, kwa sababu akiingia ndani yao itakuwa ni kitu cha kuharibu au Kwa hiyo anasubiri mpaka watu watakapopokea maarifa sahihi ndipo aje ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana leo tunaanza kujifunza Roho Mtakatifu jaa ndani yangu. Kwa hiyo ukitega masikio na kuelewa na kusikia na kwenda kuomba baada hapa, ukiwa nyumbani, sio tu kuomba kanisani namna hii. Hapa ni mwanzo wa mambo. Sasa huyu Roho Mtakatifu tabia yake kubwa ya kwanza tumeshaangalia. Tabia yake kubwa ni kuingia ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuingia ndani ya mtu. Lakini ya pili ni kutembea na mtu. Hizo sifa mbili tu leo tunatembea nazo. Tabia mbili, sio sifa mbili. Tabia mbili tunatembea nazo. Tabia ya kwanza Roho wa Mungu ni kuingia ndani ya mtu na kutembea na mtu. Sasa nisikilize kwa makini, kwa sababu hapa ndipo unapotaka tuelewane sana. Tumeshaangalia roho mwanadamu na tukasema mwanadamu roho yake inafanana na Mungu, isipokuwa inatofautiana katika sifa na tabia. Sifa ya roho yangu mimi hapa, roho yangu mimi, ukiniambia mimi roho yangu mimi ina tabia ya kutembea na watu. Nikitembea na wewe ni roho yangu natembea na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutatoka hapa tutaenda pamoja. Roho yangu inaweza ikafanya kazi na wewe, tukashirikiana, ni roho zetu zinashirikiana kwa sababu mimi ni roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile nitakachokizungumza ni roho yangu imesema. Kwa hiyo tukisema mtufanye kazi hii, sasa hivi tuchimbe mtaro kwa pamoja ili tusaidie kupeleka maji kule machafu, tunashirikiana, hiyo ni tabia ya roho yangu. Tabia ya roho yako zinafanana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tabia ya roho yako na yangu kuishi pamoja, tunaweza tukaishi pamoja, tukaongea pamoja, tukatembea pamoja, lakini roho yangu mimi haiwezi kaingia ndani yako. Haina hiyo tabia, haiwezi. Manake roho yangu kiingia ndani yako, manake wewe utakuwa kama mimi na mimi nitakuwa kama wewe. Unachokiwaza nitakijua, na wewe ukiingia ndani yangu nitakachokiwaza utakuwa unakijua. Kwa hiyo sisi tutakuwa kitu hichi kimoja. Hatuna hiyo sifa, hatuna hiyo tabia wanadamu. Roho zetu zimekuwa limited. Wazungu wanasema hivyo.
Maanake zina vizuizi, zina tabia fulani, lakini kuna tabia nyingine haziwezi. Roho yangu mimi sasa hivi haiwezi kusafiri na kwenda Dar es Salaam. Ili safiri kwenda Dar es Salaam lazima nitoke hapa nilipo, nipande gari au nipande ndege au nipande chombo chochote, nifike pale ndipo nione kitu gani kinachoendelea. Roho yangu ndio iko hivyo, iko sehemu moja tu, haiwezi kuwa sehemu mbili kwa wakati mmoja. Roho yangu mimi, roho mwanadamu yote ina tabia hiyo. Roho mwanadamu yote haizi katembea na watu wanne kwa wakati mmoja, ni mtu mmoja, mimi na wewe au tunavyoonana hapa basi. Amen. Lakini roho wa Mungu sasa, ambaye ni Roho Mtakatifu, ana tabia kama hizi za mwanadamu za kutembea na mtu, lakini pia ana tabia nyingine ya ziada ya kuingia ndani ya mtu. Sijui unanielewa? Kwa Roho wa Mungu ana uwezo wa kuingia ndani ya mtu, ana uwezo wa kutembea na mtu, ana uwezo wa kuingia ndani ya watu, na ana uwezo wa kutembea na watu. Kwa hiyo Roho wa Mungu ambao ni moja ana tabia hiyo, ana uwezo wa kutembea na mimi kama rafiki, lakini ana uwezo wa kuingia ndani yangu akatembea na mimi ndani yangu mimi. Amen. Na hiyo ndio sifa kubwa ya Roho Mtakatifu ambayo tunapaswa tumshukuru Mungu daima, kwamba roho yake Mungu kumbe ina uwezo wa kuingia ndani yetu sisi na kutembea na sisi na kukaa ndani yetu. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Na hiyo ndio ahadi ya Baba ambayo aliyomwambia, alimfunulia Kristo Masihi na kumwambia wangoje wasiondoke Yerusalemu hata atakapopokea ahadi ya Baba itokayo juu. Maana yule Roho Mtakatifu atokaye juu atakapoingia atashuka na kuingia ndani ya watu. Roho wa Mungu kuingia ndani ya watu. Hakuwa anaingia hivyo katika agano la kwanza, maana yake agano la kale. Alianza operation ya kuingia na kukaa ndani ya watu katika agano jipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui unanielewa? Kwa Roho Mtakatifu anaingia ndani ya mtu. Yoeli sura ya 2 na mstari wa 28. Yoeli sura ya 2 mstari wa 28, Biblia inasema hivi: hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Sio mtu mmoja, juu ya wote wenye mwili. Na wana wenu kato, waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake katika siku zile nitamimina roho yangu, nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia, damu na moto na minara ya moshi. Tuishie tu hapo. Endelea kusoma kwa chini, tunajua linageuzwa kwa giza, lugha za rohoni, lakini pia za mwilini. Kwa Mungu anatufundisha kwamba tabia yake ni kuingia, tunamiminiwa ule roho, anaingia ndani yetu, na akisha ingia ndani yetu anaonyesha baadhi ya vitu, maono, ndoto kwa marika tofauti tofauti. Utabiri unaingia ndani ya mtu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Na huyu mtu akishaingia na roho wa Mungu, maana yake anaanza kuwa na tabia za uungu. Biblia inataja sehemu fulani kwamba tabia za uungu zinatajwa ndani ya mtu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Na sifa za uungu zinaweza kuingia ndani yake. Sasa mimi tu Biblia inasema hivi: tusifungwe nira na wasioamini kwa jinsi sivyo sawa. Sasa tunajua ile andiko Alafu sehemu nyingine kwenye anasema hivi: usitembee na mtu mwenye hasira nyingi, usije ukajifunza njia zake. Ni hivi, yani mimi na hasira, wewe ni mpole. Ukitembea na mimi mtu naye hasira nyingi, mwisho wa siku utakuja kujifunza njia zangu mimi. Amen. Kwa hiyo ukitembea na mimi utapokea tabia zangu hata kama hutaki. Ndivyo roho zetu zilivyo. Zina tabia ya kuongezeana, kubadilishana tabia, kupeana tabia. Ukinisikiliza ninavyoongea sasa hivi, sijataka mimi kuwa na hii lahaja, unasema lahaja au lafudhi za namna hii. Mtu ambaye yuko mkoa mwingine akija anasikia, mbona anaongea aidha Kichaga au lafudhi za Arusha. Ukiniuliza mimi lini nilijifunza lafudhi, sikumbuki, sijui, nimezaliwa najikuta naongea hivyo. Ni ngumu kunibadilisha. Ilitokana na nini? Kutokana na watu ninaokaa nao wananiambukiza ile lafudhi. Kwa kuna tabia pia nazipokea za ukanda huu. Kuna mwenendo unaopokea ukanda huu, watu wa jamii hiyo. Roho inapokea zile tabia kwa sababu natembea na wale watu daima. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akitembea na mtu pia kuna tabia za uungu zinaingia ndani yake. Lakini zaidi sana akiingia ndani ya mtu ndo kabisa. Akiingia ndani ya mtu, yule mtu anapokea tabia za Mungu, anafanana na Mungu.
Bwana na apewe sifa sana. Kwa Roho Mungu akikaa ndani yako, akiingia ndani yangu, tabia yake hiyo anakufanya unakuwa kama Mungu. Ndio maana sasa tunakuja kwenye uthibitisho wa kwanza wa Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Uthibitisho wa kwanza wa Roho Mtakatifu ndani ya mtu sio kutenda miujiza, sio kunena kwa lugha. Bwana Yesu na asifiwe sana. Huo ni udhihirisho wa baadaye kwamba huyu mtu kashapokea kitu fulani. Sasa kuonyesha kwamba kapokea kile kitu fulani ndio zinakuja lugha, zinakuja ishara, inakuja maajabu, vinafuata vitu vingine. Lakini sifa ya kwanza mtu ambaye Roho Mtakatifu kakaa ndani yake ni kumbadilisha kuwa kama Mungu, na Mungu ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukitaka kujipeleleza na kujichunguza, je, unaye Roho wa Mungu ndani yako? Usianze kuangalia ni kiwango gani cha upako ulicho nacho. Usianze kuangalia ni aina gani ya nguvu ulizonazo si za Mungu kuomba mapepo yanatoka. Usianze kuangalia hivyo vitu. Kwa sababu Yohana Mbatizaji Biblia inasema kufanya ishara hata moja, lakini alijazwa Roho Mtakatifu akiwa tumboni mwa mama yake. Bwana anasifiwe sana. Lakini tangu akiwa tumboni mwa mama yake mpaka anatoka duniani, ishara kubwa aliyofanya ni kuambia watu tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Roho iliyoko ndani yake inaambia watu wawe wakamilifu na watakatifu. Maaskari walipomjia wakamwambia tufanye nini? Akamwambia njoni niwekee mikono mtoke mapepo. Aliwaambia msitoze zaidi ya vile vilivyoamriwa. Mwenye kanzu mbili ampe asiyekuwa nayo. Ukamilifu. Roho iliyoko ndani yake inahubiri vitu ambavyo ni tabia za uungu takatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mtu ambaye anaye Roho Mtakatifu siku zote, sikiliza kwa makini kwa sababu kuna udanganyifu upo. Mtu mwenye Roho Mtakatifu, na ukitaka kujua umepokea Roho Mtakatifu, jambo la kwanza, angalia maisha yako yamebadilika kiasi gani. Angalia maisha yako au yanaendelea kubadilika baada hapo kiasi gani. Ukiona umewekewa mikono au kuna nguvu yote, msisimko wote umeingia ndani ya maisha yako, alafu baada ya hapo huo msisimko haujakupeleka kubadilika kimaisha, ni roho nyingine umepokea. Haijalishi maisha yako yatakuwa yamefunguka katika fedha, katika mali, katika uzao, katika biashara, katika mashamba, katika mikoba, kila kitu, umepata marafiki, umepata promotion, lakini kama maisha yako hayabadiliki kufanana na Mungu, hujapokea Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisemi kwamba tutakuwa kama Mungu 100%, kwa sababu hicho kiwango kuna mtu atakachofikia. Lakini tutafanana na Mungu kwa 100% kubwa za ukamilifu na utakatifu. Na utakatifu sio wa rohoni tu, na utakatifu pia ni wa mwilini. Utakatifu wa mwilini na rohoni. Kasome kitabu cha Korintho wa pili sura 7. Maanake ndani yako utakuwa ni mwenye huruma kama Mungu, huo ni wa rohoni. Utakuwa mvumilivu kama Mungu, huo ni wa rohoni. Sio katika kile kiwango cha Mungu, lakini utakaribia, kila siku unazidi kukaribia. Kila siku unazidi kukaribia. Upendo kama Mungu unaanza kujifunza, kila siku unazidi kuongeza kiwango chako cha upendo. Tunaendelea kukua hivyo. Jana ulikuwa mbaya 90%, kesho unakuwa 70%, kesho kutwa unapungua. Hali yako ya kuishi katika maisha ya kuomba hivyo. Kumtafuta Mungu ni hivyo. Raha na shauku ya kufanya mambo mazuri katika jamii kila mahali inaongezeka ndani yako. Huo ni utakatifu wa ndani. Unaanza kufanana na Mungu. Unafanana na Mungu. Ndani yako unasikia mahubiri tu kila siku kuchomwa kuhusiana na makosa, dhambi, kujitakasa, kwenda katika njia hii na ile. Ndio huo utakatifu. Bwana na asifiwe sana. Lakini jinsi ule wa mwilini ulivyo ndivyo wa roho ulivyo, ndivyo na mwilini jinsi utakavyokuwa. Hutakuwa unaendeshwa na matendo ya mwili yote yaliyotajwa katika Galatia 5:22. Galatia 5:19. Samahani. Hapo panasema matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati. Kama uasherati utakuwa haupo ndani yako, vile vile hata muonekano wako hauwezi kuwa muonekano wa kiasherati. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama uasherati haupo ndani yako, vile vile simu yako haitakuwa na watu unaochati nao uasherati. Kama uasherati hautakuwa ndani yako,
vile vile marafiki uliokuwa nao hawezi kuwa na marafiki wanaozungumzia hivyo vitu. Uwizi vivyo hivyo, huwezi kuwa na marafiki wezi. Huwezi kuwa na marafiki wanaoiba. Huwezi kuwa na mifumo ya utapeli kwenye simu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kitu chako chote kitakuwa kinaakisi vitu vyako vya rohoni. Huo ndio uthibitisho wa Roho Mtakatifu. Amen. Nakwambia hivi ukweli wote, kwa sababu nisipokuambia ukweli wote nitaenda kuulizwa. Kwa sifa ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu ni kufanya kuwa takatifu. Sasa ukisemaga utakatifu, Shetani waga ana neno moja anawaambiaga watu kwenye akili. Hakuna aliye mtakatifu Bwana. Hakuna aliye mtakatifu. Kila mtu ana dhambi. Ni kweli hatuwezi kufikia kiwango cha utakatifu 100%, lakini watakatifu wapo duniani. Na uthibitisho ya kwamba huyu mtu ni mtakatifu ni utakaso. Utakaso endelevu. Huo ndio uthibitisho wa utakatifu ndani. Kasome kitabu cha Ufunuo. Amen. Itakuwa surprise kubwa sana siku ile tutaenda kwa Baba kule. Ndio maana kwenye kitabu cha Mathayo sura 7 anasema siku ile wengi watakuja. Hebu tusome ya maandiko. Naomba tusome ya maandiko. Tusome ya maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome ya maandiko. Tusome kitabu cha Mathayo sura 7 na ule mstari wa 22. Mathayo sura 7 mstari wa 22. Anasema hivi: wengi wataniambia siku ile. Wengi sio moja. Hapa ni makundi yote, iwe ni mchungaji, iwe ni mwalimu, iwe ni mwinjilisti, iwe ni mtu unayekuja tu kanisani, iwe ni mtembeleaji, iwe ni mtu unayetafuta miujiza tu. Kila mtu atakuja, wengi sana. Wengi sana. Anasema hivi: wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Sio muujiza mmoja, mingi. Ndipo nitawaambia dhahiri. Hebu sema neno dhahiri. Ndipo nitakapowaambia dhahiri, afa anasema sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Anasema sikuwajua lini? Kamwe. Unaelewa maana kamwe? Kamwe maana yake sio sikuwajua labda siku mnapoenda kufa, lakini huko mko najua. Kamwe maana yake mlipokuwa mnaishiki duniani, huko mnafanya mambo yenu yote, sikuwahi kujua. Hivi kukano na Mungu, kukano na yeye alikufia msalabani ni hisia kiasi gani? Unajua ukisalitiwa tu na mtu inauma Ukikana na mtu inauma, afu mtu anayekukana ulikuwa unadhani uko naye kumbe hayuko na wewe. Hicho ndio kitu kinachoumiza. Bora hata ungekuwa unajua kabisa huyu mtu mimi siko naye. Hapa watakuja wachawi hatakuja kumwambia Bwana, mbona wenyewe kwa unajua sisi hatuko na Bwana. Tulikuwa sisi hatuko na Bwana tangu uko juu. Kwa hiyo hapa hizo kuja kutukana nini? Anasaliti nini? Hawa wanaokuja na kumwambia Bwana, tulifanya hivi. Kesho anawaambia hukubiri kwenye njia zetu sisi, hukubiri kwenye njia zetu. Akawaambia siwajui ninyi kamwe. Ondokeni kwangu. Sasa angalia, ondokeni kwangu wanaofanya nini? Je, wanaondoka kwao ninyi mtendao maovu? Kwa watu wanaofanya maovu ndio watu ambao watafukuzwa siku ile. Watu ambao hawana roho wa Mungu ndani yao, Roho Mtakatifu ambaye anawatengeneza kuwa watakatifu, ndio watafukuzwa siku ile. Ni maandiko, sio theolojia. Amen. Warumi sura 8 mstari wa 9. Warumi sura 8 na ule mstari wa 9. Warumi sura 8 mstari wa 9 anasema, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili bali mwifuata Roho. Lakini mtu awaye yote, awe baba, awe mama, awe mkubwa, awe mdogo, mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo sio wake. Tafsiri rahisi. Yaani mtu asipokuwa na Roho Takatifu, Roho wa Yesu, huyo sio wake, sio Mungu. Kwa hiyo ndio maana hapa anasema ondokeni kwangu. Kwa ukimkosa huyu Roho Mtakatifu ndani, sio tu pembeni, ndani, huyo maana yake wewe sio wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo liweke akilini daima katika maisha yako yote. Liweke akilini daima katika maisha yako yote. Lakini Roho wa Mungu pia ana tabia ya kutembea na mtu. Anatembea pamoja na mtu. Akitembea na mtu anakuwa na tabia kama zile za mtu, kushauriana na wewe,
Kwa kazi zako, Roho Mtakatifu anatembea na wewe kwenye kazi zako, anatembea na wewe kwenye elimu yako, anatembea na wewe katika mipango yako. Hapo anatembea na wewe katika ushauri, anakushauri, anakuwa na wewe kama rafiki. Lakini kiwango cha ukamilifu cha mtu ni Roho Mungu kukaa ndani yake. Hao ndio watakwenda kumuona Mungu, sio wanaotembea na Roho Mtakatifu, sababu Roho Mungu yuko duniani kote, kamwaga duniani kote. Sasa alikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Kama yuko, maana yake hata hapa Roho Mungu yupo. Roho Mungu yuko barabarani, Roho Mungu yuko mjini, Roho Mungu yuko kila mahali. Roho Mungu yupo kila mahali, si dunia kwake. Kwa hiyo sio shida Roho Mtakatifu kusemesha, kukushauri mwanangu usipite njia, usifanye jambo hili, rudi hivi. Issue ni kuingia ndani yako. Hapo ndo kuna vizuizi ambavyo shetani anavizuia watu wengi wasifike. Bwana anasifiwe sana. Tutaja kuona wiki inayokuja kwa neema ya Mungu jinsi Roho Mtakatifu tufanyaje, tufungue lock gani aweze kuingia ndani yetu. Usirizike tu Roho Mtakatifu kutembea na wewe. Alitembea na wana wa Israeli. Kasome kwenye kitabu cha Isaya sura 63 mstari 11. Alikuwa anatembea katikati yao Roho Mtakatifu, lakini kuingia ndani yao hakuingia ndani yao. Agano Jipya ndo tunafunguliwa mlango wa kwamba kuna uwezekano Roho wa Mungu akakaa ndani yetu. Akikaa ndani yetu kuna kazi atakuwa anazifanya, tutaziona wiki inayokuja kwa neema ya Mungu. Lakini tosha kusema kwamba Roho Mtakatifu anatutamani. Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo sura 4 mstari wa 5, anatutamani kiasi cha kuona wivu. Yakobo sura 4 ule mstari wa 5. Biblia inasema hivi: au mwadhani ya kwamba maandiko, naanza mstari wa 4, enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakayekuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Au mwadhani ya kwamba maandiko yasema bure, huyo Roho akae ndani yetu hututamani kiasi cha kuona wivu? Kwa hiyo Mungu, Roho anayekaa ndani yetu, anatutamani kiasi cha kuona wivu. Yaani ukifanya mabaya anaona wivu, anaona nafasi ingepaswa kuwa nayo. Na Roho anapoona unaingiliwa na maroho mengine na kukutumikisha, Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako anasikia wivu, anatamani yeye akae ndani yetu. Na Biblia inasema kwenye Wakorintho wa kwanza 3:16 na 6:19 ya kwamba miili yetu sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu, ni nyumba ya Mungu. Kwa Mungu sehemu ambayo anaipenda Roho Mtakatifu, sehemu ambayo anakaa ndani yake ni kwa mwanadamu tu. Roho Mtakatifu hashuki na kuingia ndani ya mbwa. Hakuna sehemu yote kwenye maandiko tunasoma kwamba Roho Mtakatifu alimuingia mbwa. Roho Mtakatifu alimuingia ndege. Roho Mtakatifu alimuingia, walifunguliwa vinywa au wanyama wakazungumza, lakini Roho Mtakatifu alikuwa hakai ndani yao. Biblia inatuonyesha tu Roho Mtakatifu aliingia ndani ya watu siku ya Pentekoste, na baada hapo akaingia ndani ya mwanadamu. Ndio nyumba yake, ndio hekalu lake, ndio Roho wa Mungu. Tumepewa heshima kubwa sana ya Roho Mungu kupata makao ndani yetu sisi. Ndio maana inaitwa ahadi ya Baba. Kwa hiyo ahadi ya Baba ni ya muhimu sana sisi kuwa nayo, sio kitu cha kupuuzia, na ni ahadi ya bure kabisa. Kasome kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37 hadi 38. Anasema ahadi hii ni ya kwenu ninyi na watoto wenu na hao walio mbali walioitwa, ili wamjie Bwana Mungu wao. Kwa hiyo tumeitwa wote tuipokee ahadi ya Baba ndani yetu, na ni bure. Tumepewa neema hiyo ya Roho Mungu kukaa, kuingia ndani yetu bure, pasipo fedha, pasipo gharama. Kwa hiyo tukijua hii ahadi ambayo tumepewa, tutaitafuta kwa bidii sana na kuyahangaikia kwa gharama zozote, ili kusudi huyu Roho aweze kuingia ndani yetu, kwa sababu katika siku za mwisho wako ambao hawajaingiwa na Roho wa Mungu ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kisha kuingia ndani yako atakufanya kuwa kama Mungu, kwa sababu Biblia inasema hivi katika kile kitabu cha waraka wa pili wa Petro, kama sikosei pale, naomba tusome kitabu cha waraka wa pili wa Petro. Waraka wa pili wa Petro, Biblia inatuambia hivyo kwamba tu watakatifu kama alivyo takatifu. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 4. Tusome kwanza hii hapa. Anasema tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno. Ahadi kubwa mno ambayo ni ahadi ya Roho Mtakatifu za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu. Tuishie hapo. Tunakuwa tu washirika wa tabia ya uungu, jina la Yesu Kristo. Kasome wale 19:2. Anasema mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Mungu wenu ni mtakatifu. Mtakuwa kamilifu kwa kuwa mimi Mungu wenu ni mkamilifu. Amen. Kwa hiyo naomba leo hii, katika siku ya leo, tuishie hapo. Wiki inayokuja tutarudi nyuma kidogo kumalizia vitu vichache, ili tupate muunganiko mzuri wa kwenda kuangalia kazi za Roho Mtakatifu na namna ya kumpokea Roho Mtakatifu, kumtoa kwa rafiki anayetembea na sisi, kwa sababu wengi tunatembea na Roho Mtakatifu tukidhani tunaye ndani yetu,
kuomba aingie ndani yetu sisi, kwa sababu tutakuwa tushamjua, na kupitia kufungua huo mlango, ilo kufuli ambalo limefungwa aidha na ibilisi au kwa kukosa maarifa au kwa tabia, basi yule roho sasa atoke katika kuwa kutembea na sisi, aingie ndani yetu, kwa sababu ndio kuu alionayo. Na akisha ingia utaanza kuona mabadiliko ya ajabu sana. Utaona kumtumikia Mungu sio kugumu. Utaona kuwa kama Mungu sio kugumu. Utaona kuishi maisha masafi sio kugumu. Utaona kuishi maisha ya kumpendeza Mungu sio kugumu kama unavyokufikiria au kama unavyokuwaza. Utaona kuishi maisha ambayo umejitenga na dhambi sio magumu kama inavyohubiriwa au kama ilivyo katika akili zako au akili za mwingine sasa hivi. Utaona jinsi ya mambo yalivyo ni malaini na mepesi kufanyika. Kuishi maisha ya kumpendeza Mungu na ya ushuhuda ni marahisi sana, wala sio magumu kama watu wanavyosema kwamba ukiwa umeokoka unaanza kujifunga, unajilimit, unajizuia kufanya vitu fulani, ni maisha ya shida, ni maisha ya mateso. Sio kweli ndugu zangu, sio kweli. Issue ni moja tu, kwamba huyu mtu kaingia, Roho Mtakatifu kaingia ndani yake, huyu mwingine hajaingia. Kwa huyu ambaye Roho Mtakatifu anaona haya ni matendo ya sheria magumu sana, na huyu mwingine Roho Mtakatifu kaingia ndani yake, ndio maana mambo yanakuwa ni marahisi. Cha kutoa mfano, namalizia huu mfano. Umeona mtu anayeumwa siku zote, mgonjwa kweli. Kitu cha kwanza, sifa kwanza, mgonjwa mbali na kutofika mwili, waga anapoteza appetite. Anapoteza nini? Appetite. Anakosa ile hamu ya kula chakula kizuri. Unaweza kumtengenezea hapo chakula kizuri, kinanukia vizuri, nyama ukamletea pale, ukamletea hata chakula alichokuwa anakipenda, chips na vitu gani, labda inanukia vizuri. Ukisogeza tu karibu na yeye anatapika. Alafu ile harufu tu inamrudishia, wanasema anarudisha change. Anaanza kutapika. Ile hali ya kutapika sio kwamba chakula ni kibaya. Tena anashangaa tu anaanza kula vyakula kama hivyo, jinsi vilivyo vinavyotia kinyaa, vinavyorudisha hali ya kutapika. Akisikia harufu tu anakimbia nayo. Issue sio chakula, issue ni ugonjwa ulioko ndani yake. Ugonjwa ukitoka ndani yake, atakila kile chakula vizuri na atashangaa kwa nini nilikuwa na kikataa hichi chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa vile pia kwa mwanadamu yoyote yule ambaye anaona ni shida sana kuishi maisha ya kumpendeza Mungu na ukamilifu duniani, tatizo lilo ndani yake sio yale matendo anayoyaona kwamba ni magumu kuyafanya, kuishi maisha bila maisha haya machafu. Sio shida hiyo. Shida ni kile kitu kilichoko ndani yake. Kuna dhambi ipo ndani yake, alafu hana Roho Mtakatifu ndani yake. Pengine Roho Mtakatifu anamfunulia kwenye maono, ndoto, anajua ndo Roho Mtakatifu ni naye, na pia maisha yangu naweza nikaishi yeye. Kumbe pasipo kujua, anayetembea naye sio aliyoko ndani yake. Akiingia ndani yake atajikuta kuna vitu vinafanyika kirahisi tu hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiweza kujua hizi kodi na kuruhusu hili jambo, utaona mabadiliko makubwa sana ndani ya maisha. Ndio maana mahali hapa lazima tujifunze hivi vitu, sio tu kuombeana au kuomba. Bwana anapewa sifa sana. Kwa hilo liweke akilini daima. Ukitaka hivi vitu vifanyike ndani yako, vitafanyika. Jina la Yesu Kristo libarikiwe sana. Amen. Basi naomba tusimame. Wiki inayokuja tutamalizia sehemu nyingine iliyosalia.